Historia ya tuzo Ballon d'Or na kupoteza mvuto kwenye miaka hivi karibuni. Tuzo ya Ballon d'Or ni mojawapo ya heshima kubwa katika soka la kimataifa inayotolewa kila mwaka kwa mchezaji aliyefanya vizuri zaidi katika mashindano mbalimbali kuanzia ngazi ya klabu na timu ya taifa kwa mwaka mzima. Tuzo hii ina historia ndefu ya mabadiliko mengi ambayo yanazua mjadala mkubwa juu ya uwazi wake na uaminifu wake katika miaka ya hivi karibuni. Karibu Jamvini, tuketi kitako kusikiliza dondoo mbalimbali juu ya tuzo hii kupoteza mvuto. Mimi ni David Kiamani. Pengine unajiuliza, Ballon d'Or ni nini na ni kitu gani na nini historia yake? Tuzo hii ilianzishwa rasmi mwaka 1956 na jarida la soka la Ufaransa, France Football, kwa lengo la kumwenzi mchezaji bora wa mwaka. Mwanzo tuzo hii ilikuwa ikitolewa tu kwa wachezaji wa bara la Ulaya pekee, na hivyo kutotoa nafasi kwa wachezaji mashuhuri wa mabara mengine kama vile Pele alikuwa akicheza soka nchini Brazili. Hii ilibadilika mwaka 1995 wakati tuzo hii ilipofunguliwa kwa wachezaji wote wanaocheza kwenye vilabu vya Ulaya bila kujali mataifa wanayotokea. Tangu kuanzishwa kwake, tuzo hii imekuwa ikitolewa kila mwaka bila kukoma hadi mwaka 2020 pale ilipopigwa jeki na janga la corona, yani COVID-19 corona, na tuzo hiyo haikutolewa kwa mara ya kwanza tangu ilipoanzishwa. Jambo hili lilisababisha mjadala mzito, kwani msimu huo haukuwa na hali ya kawaida ya mashindano. Wachezaji waliowahi kushinda tuzo hii ni miongoni mwa mastaa waliowahi kutamba duniani, ikiwa ni pamoja na Stanley Matthew ambaye ndiye alikuwa mshindi wa kwanza wa tuzo hii. Lionel Messi ndiye anayeshikilia rekodi ya kushinda tuzo hii mara nyingi zaidi, akifanikiwa kushinda mara 8, akifuatia Cristiano Ronaldo aliyeshinda mara 5, huku George Weah akiwa ndiye nyota pekee kutoka barani Afrika aliyewahi kushinda tuzo hiyo. Na hapa ni namna tuzo hii ilivyokuwa ikitolewa katika kila msimu. Awali ilikuwa ikitolewa kwa kura za waandishi wa habari wa soka kutoka nchi mbalimbali. Waandishi hawa walichagua wachezaji wenye msimu bora zaidi kulingana na ufanisi wao. Kwa miaka mingi, njia hii ilijulikana kama mojawapo ya njia ya kuaminika zaidi ili kupata mchezaji bora. Katika miaka ya 2000, mara kwa mara tuzo hii ilifungamanishwa na FIFA kama FIFA Ballon d'Or, kipindi ambacho ilijumuisha tuzo ya mchezaji bora wa dunia kwa ushirikiano wa France Football na FIFA. Lakini mwaka 2020 Roberto Lewandowski alikuwa na nafasi kubwa sana ya kushinda tuzo hii, lakini tuzo hii haikufanyika kwa kigezo cha COVID-19. Hapa ndipo hoja zikaibuka. Kwa nini mashindano yalifanyika na tuzo isitolewe? Mwaka 2024 dunia iliamini tuzo Ballon d'Or ingekwenda kwa Vinicius Junior wa Real Madrid, lakini mambo yakabadilika dakika za mwisho na mshindi akawa Rodri, jambo ambalo lilizua gumzo na kupelekea viongozi na wachezaji wa Madrid kutohudhuria kwenye hafla ya tuzo hiyo. Haya ni mambo ya wadau wa soka juu ya Ballon d'Or kupoteza mvuto. Watu kutoka nyanja tofauti kama wachezaji, viongozi wa soka na wachambuzi waliowahi kutoa maoni yao juu ya tuzo hii kupoteza mvuto ni pamoja na Cristiano Ronaldo, Frank Ribery, Henry, Sepi, Gary Lineker pamoja na wengine wengi kweli kweli. Wadau hawa wamewahi kuonesha wasiwasi wao mkubwa kuhusu mwenendo wa tuzo hiyo katika miaka ya hivi karibuni, wakiamini kuwa wakati mwingine mchakato wa ugawaji hauonekani kuwa wazi vya kutosha. Kuna uwezekano wa kuathiriwa na umaarufu wa wachezaji. Lakini baada ya makubaliano hayo kuisha mwaka 2015, Ballon d'Or iliendelea kama tuzo huru ya France Football.
lakini kama ilivyoaminika kuwa binadamu hajakamilika, hivyo hivyo hata maumbo yanayoumbwa hayawezi kukamilika. Kumekuwa na malalamiko na mjadala wa siku za hivi karibuni juu ya tuzo hii ya Ballon d'Or. Imekuwa ikikumbwa na mjadala mkubwa zaidi kuliko hapo awali. Changamoto kuu ni uwazi na uadilifu wa mchakato wa uteuzi na upigaji kura kwa ajili ya kupata mshindi halisi. Kukosekana kwa uwazi, baadhi ya wachezaji, mashabiki na waandishi wa habari wamehoji vigezo vinavyotumiwa katika uamuzi wa ushindi, ikiwa ni pamoja na umuhimu wa vikosi, idadi ya magoli, mafanikio ya mchezaji ndani ya klabu na mafanikio ya kimataifa, lakini bado imeonekana kukosa usawa. Hivyo kuna mtazamo kwamba tuzo hii imepoteza mvuto wake kwa baadhi ya watu kutokana na kushindwa kutambua wachezaji wengi waliokuwa na msimu bora kulingana na takwimu zao zilizo wazi. Shughuli hii imepelekea mjadala mkali kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii juu ya umuhimu wa tuzo hii. Mfano, mwaka 2010 watu wengi waliamini tuzo ya Ballon d'Or angeshinda nyota wa kimataifa wa Hispania Iniesta kutokana na ubora wake mkubwa akiwa ndani ya Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Uhispania, ambapo alisaidia timu yake kushinda kombe la dunia. Lakini mwisho wa siku tuzo hiyo ikaenda kwa Lionel Messi na kuzua mijadala mingi kweli, kwa fikra kwamba huenda nguvu ya ligi aliyoichezea na kwamba vigezo vya tathmini havieleweki kamilifu kwa umma. Kwa mtazamo wao wa pamoja, mjadala unaoendelea unaashiria hitaji la kuimarisha uwazi, haki na uaminifu wa mfumo wa kura ili kurejesha hadhi na mvuto wa tuzo hiyo kama kipimo halisi cha ubora wa mchezaji bora duniani. Jambo lingine ni baada ya kufunguliwa kwa wachezaji wa dunia nzima kushiriki katika tuzo hii mwaka 2007, taswira yake iliendelea kuwa ya Ulaya tu. Kulingana na nguvu ya mvuto wa ligi ya Ulaya, ligi kubwa kama vile Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga zimekuwa na ushindani mkubwa, uwekezaji mkubwa, ufuatiliaji wa kimataifa, vyombo vya habari vingi. Kwa sababu hiyo, mchezaji aliyefanya vizuri Ulaya alionekana zaidi duniani kuliko anayefanya vizuri Afrika, Asia au Amerika Kusini. Ukweli unauma ni kwamba mashindano yanayopimwa zaidi ni ya Ulaya. Mashindano kama vile UEFA Champions League, UEFA European Championship yana uzito mkubwa sana kwenye maamuzi ya kura. Kwa upande wa Afrika, mashindano kama klabu bingwa hayapati uzito sawa kimataifa, hata kama ni makubwa barani Afrika. Mfumo wa upigaji kura, waandishi wa habari kutoka nchi 100 bora kwenye viwango vya FIFA ndiyo hupiga kura pekee. Lakini ukweli ni kwamba taarifa na uchunguzi wa soka la Ulaya hupatikana kwa wingi zaidi kuliko ligi za Afrika na Asia. Hivyo kura nyingi huathiriwa na kile kinachoonekana zaidi kwenye vyombo vya habari vya kimataifa. Badala yake, wachezaji wa Afrika wakitaka kuingia kwenye tuzo hii lazima waende Ulaya. Mchezaji kama vile George Weah, mshindi wa tuzo hii mwaka 1995, alishinda akiwa katika klabu ya AC Milan ya Italy, huku nyota wengine kama Mohamed Salah na Sadio Mane wamewahi kuingia kwenye kinyang'anyiro hiki mara nyingi wakiwa Liverpool. Je, ni upendeleo au mfumo wa soka duniani? Wapo wanaoamini kuwa ni upendeleo wa kimfumo, lakini wengine wanaeleza kuwa Ulaya ndiyo kitovu cha soka na vilabu duniani kwa sasa, hivyo ni kawaida wachezaji wake kuonekana zaidi. Tuzo ya Ballon d'Or imekuwa sehemu muhimu ya historia ya soka tangu ilipoanzishwa mwaka 1956, ikitangaza wachezaji bora wa kila msimu kwa zaidi ya nusu karne. Hata hivyo, mapambano ya kisiasa ndani ya soka, mabadiliko ya vigezo na malalamiko ya wachezaji wakubwa yameifanya tuzo hii kwa jambo la mjadala badala ya kuwa sherehe ya soka tu. Kwa sasa, mashabiki na wanahabari wanaendelea kutafuta namna bora ya kufanya tuzo hii iwe sawa na kuonesha uaminifu zaidi kwa mataifa yote ya soka ulimwenguni. Kufikia hapo, sina la ziada. Mimi ni David Kiamani na hii ni Sauti TV.